Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Pambazuko, anza siku na Mungu. Karibu sana kwenye ibada yetu nzuri ya asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetuamsha salama. Leo ni siku yetu ya pili ya mafundisho yetu na maombi yetu. Tunaendelea na darasa letu tuliloanza nalo siku ya jana Jumatatu, ambalo linasema kushughulikia madhabahu za uharibifu zilizopo kwenye maisha yetu. Na naposema madhabahu za uharibifu zilizopo kwenye maisha yetu, nilizungumza sana jana kama mlikuwepo, na unaweza kufuatilia hayo mafundisho ya jana. Unaweza kufuatilia ukaingia kwenye YouTube channel yetu, lakini pia unaweza kufuatilia mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe asubuhi ya leo, nitamke neno kwa ajili yako. Twende tukaombe tukamshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, nasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya uzima. Umetupigania Bwana, usiku kucha umetulinda, umetuepusha na nguvu za giza, umetuepusha na kila roho za uharibifu. Asante Bwana Yesu, kwa maana ulituma malaika zako wakatulinda. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru sana. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umekuwa mtetezi. Asante kwa maana ulinzi wako ulikuwa imara kwetu. Bwana, tunasogea kwako asubuhi ya leo tukiomba toba. Hebu nenda mbele za Bwana, kaombe toba kwa ajili yako, omba toba kwa ajili ya familia, omba toba kwa ajili ya watoto wako. Ninaomba toba Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninaomba toba kwa ajili yangu, ninaomba toba kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya mji naokaa, katika damu ya mwana kondoo, damu yako Bwana, ile damu inaonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu karibu, utufundishe, utuelekeze. Nami niko tayari kufundishika. Nami Roho Mtakatifu nitumie kama chombo. Ninakusina na kuomba upako wako ukatembea ukawaguse watu wako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini pia, amen. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri ya Jumanne. Kama nilivyosema, somo tunalotembea nalo ndani ya wiki hii ni kushughulikia madhabahu za uharibifu zilizopo kwenye maisha yetu. Madhabahu za ukoo, madhabahu za mitaa tunayoishi, madhabahu za uko kazini. Naposema madhabahu za miungu mingine. Nilizungumza jana kama mnakumbuka, nikasema mahali popote ambapo pana madhabahu za miungu mingine, huwa haziwezi kukuruhusu ukamtumikia Mungu katika roho na kweli. Haziwezi kuruhusu Mungu, haziwezi zikaruhusu Mungu unayemwabudu ukawa huru na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tutataka tujifunze kwa undani kidogo sifa za madhabahu. Nilikwambia jana madhabahu maana yake na nilikueleza. Sasa leo nataka tuangalie sifa za madhabahu. Sifa ya kwanza ya madhabahu huwa haifi. Yaani madhabahu yoyote unaiona, iwe ni madhabahu katika Mungu wetu Yesu Kristo au madhabahu za miungu mingine, sifa ya kwanza huwa hazifi. Wako watu ambao walikuwa na madhabahu zao za miungu ya ukoo, walikuwa wanatambika, walikuwa wanatoa masadaka huko, walikuwa wanachinja, wengine walikuwa wanafanya hizo madhabahu kwenye makaburi, njia panda, kwenye milima, walikuwa wanafanya hizo sadaka, hizo ibada huko, wanatoa kafara, wanatoa sadaka. Sifa ya kwanza ya madhabahu, hata kama wale walikuwa wanaongoza hizo ibada wamekufa, lakini madhabahu hazifi, zina tabia kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Tutapita kwenye maandiko kidogo na nitakupa moja ya maandiko ambayo yatakusaidia kuelewa. Labda tusome kidogo Mwanzo sura ya 26, mstari ule wa 24. Bwana akamtokea usiku ule, akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope. Maana mimi niko pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wa Mungu. Kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wa Mungu. Haya ni maneno ambayo Mungu anasema na mtumishi wa Mungu anaitwa Isaka. Isaka alikuwa ni mtoto wa Ibrahim. Nilikwambia kama nakumbuka jana, nikasema mahali popote ambapo Mungu alikuwa anakutana na Ibrahim alikuwa anajenga madhabahu. Sasa ikafika wakati ambao Mungu anakutana na Isaka. Maandiko anasema Mungu alipojitokeza kwa Isaka, anasema mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, nitakubariki, lakini sikubariki kwa sababu umetenda mema. No, ninakubariki kwa sababu ya Ibrahim baba yako. Kama mnakumbuka jana nikasema madhabahu za babu yako mzaa baba au mzaa mama, au madhabahu za baba yako, ama madhabahu za shangazi yako, ama madhabahu ya yoyote mwanafamilia zilizojengwa za miungu mingine, zina uwezo wa kuja kwako na kukushikilia, zina uwezo wa kuja kwako na kukufuatilia. Na hususani sana kama zile madhabahu za ukoo, upande wa baba, upande wa mama, kama wao walikuwa wanatambika, wanatoa sadaka huko, zile madhabahu zina uwezo wa kukufuatilia. Ndio maana tunaona hapa Ibrahim alikuwa anatoa sadaka, lakini alikuwa anatoa sadaka na anajenga madhabahu, lakini katika Mungu aliye katika Yesu Kristo, zile madhabahu, Mungu ile madhabahu yake inamfuatilia. Inasema mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako. Sasa tujiulize kidogo, je, huyu mzee Ibrahim kama angekuwa naabudu miungu mingine, tafsiri yake ni kwamba ile miungu pia ingemfuatilia mtoto wake Isaka.
Tunaona hapa anazungumza, anasema ule mstari wa 24, anasema Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope, maana mimi niko pamoja na wewe, nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahim mtumishi wa Mungu. Kwa adui, miungu ya ukoo wenu, miungu ya madhabahu ya ukoo wenu ina uwezo wa kukufuatilia as long as unatamka kwa jina la ukoo. Jamani, haleluya. Na ndio maana utakuta unaweza ukawa umeokoka, una upako mzuri, unaomba, una nguvu za Mungu, lakini kuna tabia fulani kila ukingangana uziache zinakungangania. Kwani kwa sababu hizo tabia zinaweza zikanatokana na madhabahu za miungu ya ukoo. Na ndio maana nikasema haya maombi ya kushughulikia hizo madhabahu za miungu ya ukoo, kwamba haijalishi baba zetu walikuwa wanaabudu miungu mingine, haijalishi babu zetu walikuwa wanaabudu miungu mingine, ile miungu isitufuatilie. Kwa ni maombi ya kujitenga, maombi ya kujifarakanisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sifa ya kwanza ya madhabahu ina tabia ya kukufuatilia. Madhabahu yoyote haifi, alafu pia ina tabia ya kufuatilia. Kwa sifa ya kwanza haifi, lakini sifa ya pili ina tabia ya kufuatilia wale watu ambao wanatajwa kwenye hiyo madhabahu. Nisikilize kidogo. Siku moja niliwatolea watu challenge, nikasema tuko asubuhi kwenye maombi, tunaomba kwa ajili yetu, lakini bila shaka tunaomba hata kwa ajili ya ndugu zetu. Sasa tuulizane labda swali la challenge kidogo. Je, au tunaowaombea wametutuma? Yamkini hawajatutuma, lakini tunawaombea. Na kumbuka, unapowaombea, Mungu wetu tunayemwabudu hapa kwenye ibada hii ana uwezo wa kuwasaidia ndugu zetu, sio kwa sababu wao wametenda mazuri, no, ni kwa sababu sisi tumewaombea wao. Kwa madhabahu za ukoo, kama kuna watu ambao kwenye familia wanaabudu miungu mingine, wanatoa sadaka makaburini, wanatoa sadaka kwenye mapango, wanatoa sadaka kwa waganga kwenye uchawi wao, kama wanatoa sadaka na wanaabudu kwenye ulimwengu wa roho, wakitutaja, na sisi tuna uwezo wa kujiambatanisha na ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikasema haya ni maombi ya kujitenga, kwamba ijalishi wana familia wao wanaabudu miungu mingine, mimi sitaiabudu hiyo miungu, na hata ikinifuatilia isinione wala kunipata. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunalindwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachoweza kukusaidia madhabahu za ukoo zisikufuatilie, madhabahu za miungu mingine zisikufuatilie, ni nguvu za Mungu zilizoko ndani yako ndo zitapigana na nguvu za miungu ya madhabahu mingine. Sema amen. Jamani, haleluya. Nadhani mnanielewa watumishi wa Mungu. Jambo la tatu, nimekuambia sifa ya kwanza, madhabahu huwa hazifi. Lakini jambo la pili nikasema madhabahu zina tabia ya kufuatilia. Lakini sifa nyingine ya tatu, madhabahu mbili haziwezi kukaa pamoja. Madhabahu mbili, sifa hizi za madhabahu mbili haziwezi kukaa pamoja. Kwa lugha nyingine, wewe uliokoka, kama kuna mtu ambaye kwenye familia hajaokoka, ni mganga, ni mshirikina, inaweza kaa ni mke na mume, mmoja umeokoka na mwingine hajaokoka, hapo lazima mmoja, either wewe uliokoka upako ushuke, yule ambaye hajaokoka nguvu kwenye awe na upako wa miungu yao. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Yaani kwamba mimi mchungaji siwezi kukaa nyumba moja na mganga, ama eneo ambalo limejengwa kanisa pembeni haiwezi kujengwa kiringe cha mganga, haviwezi kukaa. Madhabahu ya Mungu aliye hai haiwezi kukaa pamoja na madhabahu za miungu mingine. Jamani, haleluya. Kwa ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akupe upako wa kusimama kila eneo patakapojaribu kujengwa madhabahu za aina yote za giza zikavunjike kwa sababu ya uwepo wako. Jamani, haleluya. Nataka nimalizie kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 4. Nitasoma ile sura ya 5. Samueli wa kwanza sura ile, utaanzia ile sura ya 4 ukipata muda. Samueli wa kwanza sura ile ya 4, lakini utaanzia ile sura ya 4, anzia mstari wa kwanza mpaka soma yote, ikiwezekana nenda mpaka sura ya 5. Sasa mimi nitasoma Samueli wa kwanza sura ile ya 5. Maandiko yanasema hivi, Samueli wa kwanza sura ile ya 5. Neno la Mungu linasema mstari wa kwanza. Anasema basi Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu wakaenda nalo Ebenezeri, Ashdodi, na Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu wakalitia katika nyumba ya Dagoni. Nisikilize kwa makini. Wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Akaitoa Dagoni wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni alikuwa ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake na Dagoni na vitanga vyake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni akasalia kiwiliwili chake tu. Ukisoma hii habari, utasoma kwa muda wako hapa chini. Ni habari ambayo inawahusu wana Israeli. Maandiko yanasema kuna mtu mmoja anaitwa Eli, alikuwa ni kuhani wa Mungu. Akawacha watoto wake wakafanya vilivyo vibaya kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Mungu aliye hai akasema, Bwana, nitakachomfanya Eli na nyumba yake, kila atakayesikia masikio yatawasha. Maandiko yanasema Mungu alichokifanya, akaliinua taifa la Wafilisti.
wakaliinukia taifa la Israeli ili kwenda kuwapiga. Maandiko yanasema wana Israeli wakapigwa na Wafilisti. Wana Israeli, maandiko yanasema siku ya pili walipoona wamepigwa, wakaenda kalichukua sanduku la agano, wakalibeba sanduku la agano. Nakumbuka ndani ya sanduku la agano, mahali popote ambapo wana Israeli walikuwa kienda na sanduku la agano, walikuwa wanaamini wanashinda, wanaamini wana nguvu za Mungu ziko pamoja nao. Sasa maandiko yanasema walipofika kwenye ile vita, walipobeba sanduku la agano, walipofika kwenye ile vita, maandiko yanasema wakainuka Wafilisti wakawapiga Wanaisraeli, na walipowapiga Wanaisraeli, maandiko yanasema wakalibeba lile sanduku la agano, wakalipeleka kwenye miungu yao inaitwa miungu Dagoni. Jamani, haleluya! Sio kama mnanielewa, mtumishi wa Mungu. Wakalibeba lile sanduku la Mungu, wakalipeleka kwenye miungu yao inaitwa miungu Dagoni. Maandiko yanasema siku ile ambapo walilipeleka ile sanduku, wale makuhani, naposema makuhani ni wale ambao waganga ambao walikuwa wanaongoza ibada kwenye ile miungu Dagoni, walipoamka asubuhi anakuta Dagoni kainama kichwa, kalinamia sanduku la Bwana. Maandiko yanasema siku ya pili ikatokea hivyo hivyo, wakakuta wakaliinua lile Dagoni lao. Siku ya pili Mungu akasema sasa nitawatia adabu. Akamkata kichwa Dagoni, akakata na mikono yake. Na ndio maana nikakwambia madhabahu mbili haziwezi kukaa pamoja. Yaani Mungu tuliye naye hawezi kukaa pamoja na miungu mingine. Na ndio maana hata ukisoma kile kitabu cha Wafalme, tunamwona Elia pia akasema na ijulikane leo kwamba Mungu yupi ambaye ana uwezo wa kushuka. Kwa lugha nyingine, madhabahu mbili haziwezi kukaa pamoja. Sasa ukisoma hiki kisa, nataka tuombe na tutasimamia kwenye haya maombi. Nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Madhabahu za miungu ya ukoo ama madhabahu za miungu yoyote, miungu iliyo ya shetani, siku zote ili mteke mtu, ili mkamate mtu, lazima iwe na kitu chake. Kwa mfano, watu wengine tumekamatwa na madhabahu za ukoo, tumekamatwa na madhabahu za kifamilia, lakini zimepata uhalali kutukamata yamkini kupitia jina. Lile jina tu la utambulisho, fulani bini fulani, lile jina la ubini ndio hilo linatumika kukushikilia. Wengine ni nguo. Mtu anachukua nguo yako, anaipeleka kwenye kilinge chake, anasema nimemaliza huyu. Wengine ni unyayo, wengine ni kucha, wengine ni nywele, wengine ni kitovu, anasema tumemkamata huyu. Sisi wachungaji tunaomba na wana maombi, mnaweza mkanielewa. Unashangaa unaomba na mtu, pepo linalipuka, anasema mimi ni babu yake. Tunamuuliza umeingiaje huku babu, anasema huyu nilimpa chakula kala huyu. Au mimi ana jina langu huyu, nilimpa jina mimi. Kwa maombi ya mara tuyaombe leo ni kila muunganiko wa jina lako, iwe ni jina, iwe ni nguo yako, watu wakaibeba wakaipeleka kwenye viringe vyao, kwenye madhabahu zao. Tunataka tukigeuze hicho kitu alichokishikilia kiwe moto kwao. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Natamani tumwambie Mungu, chochote ambacho adui alikishika akakikamata kwenye madhabahu zake, akakishika hicho, na mimi nimeshikiliwa kupitia hicho kitu changu, Mungu leo ukashughulike na hiyo madhabahu na kikageuka hicho kitu kikawe moto. Sio kama mnanielewa. Ukisoma vizuri hiki kitabu ambacho tumesoma hapo, utasoma kwa muda wako. Maandiko yanasema walipolishika lile sanduku, wale Wafilisti wakapigwa. Kwa nini wamepigwa? Kwa sababu wamebeba sanduku la Bwana. Wamebeba kitu ambacho ni cha Mungu. Maandiko yanasema wakapigwa kwa majipu, wengine wakafa. Wakang'ang'ania lile sanduku, wakapigwa mpaka mwisho wa siku anasema tulirudishe. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akupe upako. Kila kilichochukuliwa kwenye maisha yako, Mungu akashughulike nao walioshikilia mahusiano yako, waliosema hautaolewa, waliosema hautaoa, waliosema hautajenga, waliosema hautasoma, waliokamata afya yako. Tuigeuze hiyo afya iwe moto kwao mpaka waachie. Sema amen. Jamani, haleluya. Ndio maombi haraka tuyaombe. Tuombe tumsii Mungu. Chochote ambacho adui amekishikilia kikageuka kikawe moto kwao. Nimekuambia sifa ya madhabahu, hayo mambo matatu ambayo nimekuelekeza. Nimekuambia sifa ya kwanza ya madhabahu huwa haifi, lakini sifa ya pili ya madhabahu ina tabia kufuatilia. Kwa hiyo nataka tujidisconnect, tujitenge na kila roho zinazotufuatilia. Iwe ni maroho ya magonjwa. Wako watu wengine kwenye familia, nisikilize kidogo. Ninaposema kushughulikia madhabahu za miungu ya ukoo, wako watu kwenye familia, ukiangalia familia nzima hawaolewi. Yaani yule wa kwanza kazalia nyumbani, wa pili kazalia nyumbani, wa tatu kazalia nyumbani, hawaolewi. Kumbe kuna madhabahu limewawekea mpaka, msiolewe, msizae. Wengine madhabahu za ukoo zimewawekea mpaka wasisome. Mtu anaishia form 2, akifika form 3 kaferi, anaacha shule. Mwingine ghafla tu anaambia mimi siwezi kusoma tena. Kumbe kuna madhabahu za ukoo zilizowawekea mipaka. Leo tunataka tumwambie shetani enough is enough. Lazima tuchomoke. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama nanielewa, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunaenda kuvunja na kung'oa kila mipaka tuliyowekewa. Na tunaenda kumwambia Mungu, chochote ambacho adui amekishikilia kwetu kimekuwa kama chambo ili sisi tukamatwe na kufungwa, tunajidisconnect na hivyo vitu. Na ikiwezekana waking'ang'ania zaidi kikawe moto kwao. Wakapigwa asubuhi, wakapigwa mchana, wakapigwa jioni, mpaka wakuachie. Sema amen. Na ninaposema hivi, inaweza pia madhabahu nyingine ziko maofisini kwetu.
Kuna mtu anaweza akachukua daftari lako pale ofisini, au akachukua kiti chako, ama akachukua nywele zako, ama akachukua chochote akakipeleka kwa mganga, anatamka maneno. Nilikwambia mganga ili amteke mtu, ama wachawi au washirikina, ama kwenye ufalme wa giza, ili wamteke mtu lazima wawe na cha kwake. Ndio maana mwingine akamwambia kaniletee unyayo mchanga wa pale nyumbani kwake, kaniletee kucha, kaniletee nywele. Wengine maofisini hivi wamechukua vitu vyetu, wamevipeleka kwa waganga ili sisi tushikiliwe huko, tuendelee kupigwa na magonjwa. Leo nataka tumwambie shetani, leo tunajitenga. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuende tukaombe, tukajidisconnect na kila roho zilizofuatilia maisha yetu. Sema amen. Nifuatishe maneno. Nataka tukaombe. Mtumishi wa Mungu unayenifuatilia asubuhi ya leo, omba ya maombi, na kuna nguvu za Mungu ziko hapa. Kuna upako wa kuchomoka hapa, kuna upako wa kuinuliwa hapa. Haijalishi kwenye ukoo wenu kuna madhabahu za kutokuolewa, kuna madhabahu za kutokujenga, kuna madhabahu za kutokusoma, kuna madhabahu za magonjwa zinazoleta magonjwa ya pressure, sukari, kansa. Tunataka tumwambie shetani leo, enough is enough. Ni mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nifuatishe maneno haya, tukaombe. Mtumishi wa Mungu, sema: Mungu, ninakushukuru. Wewe ni baba yangu uliyesema nami kwa habari ya neno la kushughulikia madhabahu za uharibifu zilizopo kwenye ukoo wetu, upande wa mama, upande wa baba, upande wa wakwe, upande wa mama mkwe. Iwe ni ofisini, hizo madhabahu zimejengwa za miungu mingine, iwe ni mtaani naokaa. Kama kuna madhabahu zozote zilizojengwa zinazozuia baraka, asubuhi ya leo ninakataa, ninavunja, ninapiga, ninabomoa, ninaharibu kabisa, najifarakanisha na hizo madhabahu na hizo sadaka wanazozitoa kwenye hizo madhabahu zao. Kama tulivyosoma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 5, tumeona Bwana sanduku la agano walipolibeba wakalipeleka kwenye miungu yao, kwenye madhabahu zao. Wale Wafilisti walipoamka siku ya pili, Dagoni akakatwa kichwa, akainama kichwa, akakatwa mikono, akapigwa, akakatika, akawa viwiliwili. Na walipong'ang'ania lile sanduku lako Bwana, Mungu kashughulika nao. Wana kijiji wote wakapigwa kwa majipu, wakafa wengine. Baba, kila aliyeng'ang'ania, anayeng'ang'ania uchumi wangu, anayeng'ang'ania ndoa yangu, anayeng'ang'ania cheo changu pale ofisini ili nisiinuke, ainuke yeye, ili nisiinuke, ainuke yeye, akubalike yeye. Hiyo roho aliyotumia kunishikilia, iwe ni mapepo, iwe ni nguvu za giza, iwe ni chochote alichochukua kwangu, iwe ni nguo yangu, iwe ni nywele, iwe ni kucha, iwe ni pesa, kaomba nikampa, akaipeleka kwenye viringe vyao ili uchumi wangu nifilisike. Aliyekamata chochote kikawa chambo kwao, leo nakigeuza kikawe moto kwao. Na geuza leo hicho alichoshikilia, kama ni afya yangu, ikawe moto kwao, ikawe moto kwao, ikawe moto kwao, ikawe moto kwao. Wakaachie leo, wakaachie uchumi, wakaachie ndoa. Omba mtumishi wa Mungu, fungua kinywa, waambie nakomba uchumi wangu. Waking'ang'ania wapigwe kwa moto. Waliokamata ndoa yangu waking'ang'ania wapigwe kwa moto. Waliong'ang'ania afya yangu, waliokamata, geuza, wageuzie, waambie na geuzia, iwe moto, iwe moto, wakapigwe. Na mimi nakuombea Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, ninamleta binti huyu Bwana, ninamleta mama huyu, ninamleta baba huyu. Wako maadui waliojenga madhabahu zao, wakachukua kitu cha mama huyu, iwe ni nguo, iwe ni jina, wakalipeleka kwenye viringe vyao. Leo naligeuza hilo jina likawe moto kwa jina la Yesu, likawe moto kwa jina la Yesu. Hicho cheo walichomnyang'anya wakakaa wao, kiwe moto kwa jina la Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa upepo wa Yesu. Natamka upako, natamka ulinzi. Kila kilichoibiwa na kirejesha, narejeshe heshima, wakarejeshe. Kama ni heshima ikarudi, kama ni kibali kikarudi. Wakikizuia wakapigwa asubuhi, wakapigwa mchana, wakapigwa jioni, mpaka warudishe katika jina la Yesu Kristo. Natamka baraka, natamka urejesho, natamka kibali. Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akupiganie. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Hakuna mchawi wala mganga atakayesimama mbele yako. Imeandikwa kwenye Hesabu 23:23, hakuna uchawi wala uganga utakaozuia baraka hizi. Na Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu kipekee, niendelee kukushukuru sana. Wewe unaendelea kufuatilia mafundisho. Usiache kushare, usiache kusubscribe channel yetu pia, lakini usiache kutuma ujumbe huko kwa marafiki zako wa karibu. Karibu sana tena, kesho tutakuwa mahali hapa. Ninawakaribisha sana sana sana. Kesho Jumatano tutakuwa hapa hapa asubuhi. Na ni moja ya vitu ambavyo nataka niseme, usiache kushare ujumbe huu na rafiki yako. Mwambie karibu, tuna maombi ya kushughulikia madhabahu za uharibifu zilizoshikilia maisha yetu. Na unaweza ukakuelezea. Kesho Mungu alitupa nafasi, tutaangalia vitu vinavyoiunda madhabahu. Vitu kadhaa vinavyoiunda madhabahu. Naposema vitu kadhaa vinavyoiunda madhabahu, kwenye madhabahu unaoiona madhabahu, kuna vitu vinavyoiunda itwe madhabahu. Kwa kesho tena tunakaribisha asubuhi kwenye ibada yetu ya pambazuko
Anza siku na Mungu. Karibu sana mtumishi wa Mungu, usiache share ujumbe na rafiki yako, mkaribishe tena, na mimi nikutamkie baraka. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya Jumanne ya leo Bwana, ya baraka, ikawa ni Jumanne ya kupokea huyu mama na huyu binti na huyu kijana na huyu mzee na huyu baba na huyu babu. Bwana, kila anapoingia pasiwepo na madhabahu itakaomwekea mipaka kuanzia leo. Ni katika jina la Baba, Mwana na Mtakatifu, amen.